Karibu kwenye taarifa kamili za KTN leo. Mimi naitwa Alimazu, mtangazaji mwenzangu kupitia lugha ya ishara ni Angel Lois. Shinikizo lazidi kuongezeka kwa mamlaka huru ya kusimamia utendakazi wa polisi hapa nchini IPOA kuchunguza wimbi la hivi karibuni la tuhuma za utekaji nyara. Wito huo umefuatia kutekwa nyara na kisha baadaye kupatikana kwa Davis Lichuma, mwanaharakati wa haki za kijamii kutoka Mathare ambaye anasemekana kutekwa mchana peupe karibu na bunge wakati wa maadhimisho ya pili ya mauaji ya Gen Z. Lichuma alipatikana siku ya Jumapili usiku akiwa katika hali mbaya ya kiafya, huku maswali sasa yakiibuka kuhusu hatma ya ahadi ya Rais William Ruto ya kukomesha utekaji nyara nchini. Mwanahabari Francis Ontomwa na taarifa zaidi. Davis Lichuma ana bahati ya kuwa hai. Amezama katika lindi la mawazo. Licha ya kuzungukwa na familia na wenzake wanaompa faraja katika kitanda chake cha hospitali, huu ni mzigo anaoukabili pekee. Tangu wapatikane hajazungumza hata neno moja. Ndugu yake alikuwa miongoni mwa watu wa kwanza kufika baada ya watu wasiojulikana kudaiwa kumwacha katika hospitali ya taifa ya Kenyatta akiwa katika hali mahututi. Licha ya jamaa zake kumtafuta si hospitali tofauti, vituo vya polisi na hata vyumba vya kuhifadhi maiti. Nimezunguka Mama Lucy, nikaenda paka Kiambu, nimekuja nikaenda City Mortuary, hizi City Mortuary zote nimezunguka. Lakini ikielekea mwendo wa saa 3:30 kitu kaniambia niende Kenyatta. Tulipofika hapo tulimpata mtu asiyekuwa, yani ukijaribu kumshika ni ule mtu amekuwa traumatized. Ukijaribu kumshika ni kama ni mtu anataka kutoroka. Na pia tulimpata pia kuwa pia na mavazi yoyote, alikuwa tuna ile short zile nguo ambazo umeziona akizivaa kwa sasa ni zile nguo ambazo kuna wenzangu wametoa wakampatia. Lakini jana tulimpata kama ana nguo, alikuwa na nguo moja tu na ile short peke yake. Kwa Wakenya wengi neno utekaji sasa limekuwa chanzo cha hofu kubwa zaidi. Mkasa wa Lichuma umewashtua hata wanaharakati wenzake, ukija miezi michache baada ya Rais William Ruto kutoa ahadi ya hadharani kukomesha kitendo hicho. All the people who disappeared or who were abducted in what you said, all of them have been brought back to their families and to their homes. And I have given clarity and firm instructions that nothing of that kind of nature will happen again. This mijeredi, this torture is actually Ruto copying Suluhu because they agreed, now Museveni, Ruto and Suluhu have agreed to torture human rights defenders. Baada ya maadhimisho ya pili ya vifo vya vijana wa Gen Z vya Juni mwaka 2024, idadi kubwa ya vijana wameripotiwa kutoweka. Ingawa baadhi yao wamepatikana, wengine bado hawajulikani waliko. If you've seen Lichuma, he can't speak. It's only tears that are coming out of his eyes, which for a grown man, and we know him to be a very strong individual, he's actually one of the strongest among us. For him to be in that situation, it means he must have been through a very horrendous period. Makundi ya kutetea haki za binadamu hayafichi hisia zao. Yanasema kuwa tuhuma za kutekwa kwa Lichuma zinafuata mfumo mpana wa kiukaji wa haki za kibinadamu unaodaiwa kuhusisha serikali. Hata hivyo, huduma ya kitaifa ya polisi imejitenga na tuhuma hizo na badala yake kuwahimiza wananchi wenye taarifa kuhusu watu waliopotea kuandikisha taarifa katika kituo cha polisi kilicho karibu nao. Nchini Kenya, tuhuma za utovu wa nidhamu wa polisi ikiwemo kutowesha watu kwa nguvu na ukamataji usiofuata sheria ziko chini ya mamlaka ya IPOA, lakini kwa wahanga wengi na familia zao, IPOA ipo kwa jina tu. Huku Kenya ikielekea uchaguzi mkuu ujao, makundi ya kutetea haki za binadamu yanahofu kuwa visa kama hivi vya kiuni huenda vikaashiria mwanzo mpana wa matukio ya kuvunja moyo na ya kutatiza demokrasia. Francis Ontomwa, KTN. Jaribio la kutekwa